Mungu pekee ndiye ambaye anajua nini kinachotokea. Dada tayari anapitia matatizo mengi kwa sasa. Na kama mama atakuja kugundua kila kitu basi Suresh naye yuko lazima atajua kila kitu. Inabidi tu niende huko. Ndio. Purab, unafanya nini sasa hapa? Nilikuwa nakusubiria wewe. Lakini wewe ulikuwa umejua vipi kama mimi nitakuja hapa? Ningesubiri tu mpaka uje. Nisingejali kupoteza muda wangu. Huni wenda azimu gani tena Purab? Ulichotaka kusema tayari umeshakisema. Na tayari umeshasikia juu ya maamuzi yangu. Mimi nahisi itakuwa vizuri sana kwetu kama hatutaweza kuonana. Mimi najua. Bulbul, nimekuja kujua kuwa haya yote yametokea kwa ajili yangu tu. Yote ni makosa yangu. Yote ambayo yametokea katika maisha yako na ya dada yako, mimi ndo ninayewajibika. Ila usijali. Nitawajibika nayo na mimi nitayasuluhisha. Usijali kabisa. Ndio maana nimefanya maamuzi magumu. Itanibidi tu mimi nimuoe Alia. Huenda nafuu ikapatikana kwa kila mtu. Bulbul, wewe ndio uliobadilisha uamuzi wangu. Lakini hawataweza kubadilisha ukweli kwa sababu mimi nakupenda wewe tu. चढ़ा है जो दिल पे असर अब उतर न पाए मरने का जी करे क्यों हाँ जिया न जाए चढ़ा है जो दिल पे असर अब उतर न पाए मरने का जी करे क्यों हाँ जिया न जाए है लाल रंग तो इश्क का नैनों को लाल ही भाए जहाँ देखूं लाल 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 ही दिख जाए लाल ही दिख जाए है इश्क में लाखों खूबियां. Umechukua uamuzi sahihi kabisa Purab. Bas, umeshachelewa. Na hata hivyo, mama pamoja na bibi watajua kila kitu kuhusiana na ndoa ya dada pamoja na bibi. Kiukweli Abi anampenda Pragya sana. Pragya alionyesha kuogopa sana, lakini Abi alivyokuja akamtuliza. Alimbembeleza kwa mapenzi sana. Basi, naomba tu kwa Mungu aendelee kuwaweka pamoja. Mjinga we, nilikuwa nimekuambia mapema kwamba hatuhitaji kuwa na wasiwasi wowote kwa sababu Abi yupo. Ni bora iwe hivyo mama. Wewe uliogopa zaidi yangu. Hivi ni mtu aina gani? Anamzunguka na dada na kama itosha anazunguka familia pia. Yaani kwa ajili ya dadake tu anathubutu kudanganya watu wengi kama hivi. Na sielewi dada yangu kwa sasa atakuwa anafikiria kitu gani. Ma, kwa nini hukumleta dada nyumbani? Naweza vipi kumleta nyumbani? Hii sio nyumba yake tena mwanangu. Nyumba yake ni ukweni kwake. Ni vizuri ikiwa atakuja hapa kwa ajili ya hafla ya sherehe. Lakini ikiwa ataanza kuja hapa nyumbani kwa shida kama hizo, wewe unadhani hiyo italeta picha gani? Kwa sasa yuko sawa na mume wake. Yuko naye. Dada yangu sijui atakuwa katika hali gani maskini. Mwenyezi Mungu pekee ndiye ambaye anajua kinachoendelea. Pragya,
Kipenzi changu, umerudi nyumbani. Mwanangu, uko sawa? Ndio bibi. Kwa nini sikukupata kwenye simu Simu ilikuwa imezimwa bibi. Ulitakiwa uazime hata kwa mtu mwanangu. Unajua nimehangaika sana kukutafuta wewe mwanangu. Usijali bibi. Nilikuahidi kwamba nitamleta mkwe wako nyumbani akiwa salama. Umemleta nyumbani salama. Lakini kwa nini hali ile imetokea? Ulikuwa unampeleka mkeo Shimla, si ndio? Kisha ukampeleka hotelini hapa hapa. Na kama ulijua una kazi nyingi sana, basi ulipaswa umwache nyumbani. Lakini mwanangu, naamini upo sawa. Hapana bibi. Tafadhali usimwambie chochote kile. Hata hivyo ni mimi ndiye nilimwambia aende katika tamasha. Sikutaka apate hasara yoyote ile kwa sababu yangu. Usimtetee huyu. Ulivyomwambia aende na yeye akaondoka. Na yeye alishasema haondoki na kukuacha peke yako. Kwani kazi yake ilikuwa ni muhimu sana zaidi yako. Bibi, ningewezaje sasa kumkatalia? Yeye alichofanya ni kutazama wajibu wake tu kama mke. Lakini wewe ulifanya nini? Hukutimiza wajibu wako. Wajibu wako kama mume au mjukuu. Kazi ni jambo la maisha tu. Lakini nyakati hizi za furaha hazitorudi tena baada ya ndoa. Baada ya ndoa, nilitaka kumpatia mkwe wangu furaha. Lakini wewe umeharibu yote. Kwa nini? Kwa ajili ya pesa. Unajua, hahitaji pesa zako. Anahitaji uwepo wako. Nilidhani ya kwamba wewe utabadilika tu baada ya ndoa. Lakini hapana, nilikosea sana. Hujabadilika. Sikiliza Abi, ni sawa kama hautonithamini mimi. Lakini mthamini yeye tu. Jidhihirishe zaidi kama mume bora na sio mwimbaji bora. Naomba ukumbuke, ikiwa utamsumbua Pragya tena au kama hautomweka katika hali ya furaha, basi na mimi bibi yako sintokuwa na furaha vile vile. Na nitaondoka pamoja na Pragya katika nyumba yenu hii ili uweze kufanya kazi zako. Katika maisha yako yote utakuwa na muda mwingi sana ili uweze kupata hizo pesa. Lakini kumbuka, utakapokuwa huru, hakuna mtu atakayekuwa na wewe. Utakuwa peke yako. Hakuna atakayeshirikiana nawe. Na huo ndo muda utakayekumbuka na kujutia haya maneno ninayokuambia sasa hivi. Leo ni kwa mara ya kwanza bibi ameniambia maneno makali sana. Umefanikiwa kile ulichokuwa unakitaka. Hivi ndivyo ulivyokuwa unataka? Ulikuwa ukitaka kulipiza kisasi, sio? Na ni kwa kuwa nimekutenganisha na Purab, kwa hiyo wewe unataka kunitenganisha na familia yangu. Leo hii kwa ajili yako bibi ameongea na mimi kwa namna hii. Ili natamani kamata. Kaka, tulia. Unajua kabisa kwamba hatutopata kitu tukimdhuru. Mara tu nitakapomnyongelea mbali matatizo yote yatakuwa yamekwisha. Kaka, jidhibiti kaka. Unajua nini Alia? Ninaweza kuvumilia hasira za bibi lakini sio za huyu mwehu. Tangu alipoingia kwenye maisha yangu sijawahi kuishi katika amani hata siku moja. Nilifikiria kwamba nitatumia siku chache kwa amani, lakini nilikuambia wewe. Nilikuambia kwamba usitoke nje ya chumba, lakini sijui ni kwa nini wewe ulitoka. Kwa nini? Yaani, ni mchezo gani unaonichezea mimi? Na kwa nini? Mimi niliamua kukutetea kituo cha polisi mbele ya mama yako. Sasa, kwa nini ulikuwa ukijaribu kuonesha mapungufu yangu mimi mbele ya bibi? Kwa nini? Kaka, muache tu. Kwa nini nimwache? Anatakiwa ondoke katika nyumba hii. Inatosha sasa Alia. Siwezi kabisa kuendelea kuvumilia zaidi. Unajua ni kitu gani ambacho kinataka kufanyika hivi karibuni? Utaliona Purab na mimi nitakuwa huru na Miwani. Siwezi kabisa kuendelea kuvumilia haya. Tena hebu angalia jinsi alivyokuwa akijifanyisha leo mbele ya bibi. We, kaka, tulia. Najua alikuwa akifanya nini. Tayari ameshajua kwamba bibi ndio udhaifu wako mkubwa. Kwa hiyo ndo anatumia hiyo fursa. Anajua kabisa huwezi kufanya chochote kwa sababu bibi yuko upande wake. Bibi atamtetea hivyo tu. Na bibi naye ana matatizo gani? Muda wote yani yeye yuko upande wake tu. Nguvu ya ushawishi kaka, nguvu ya ushawishi tu. Hapo awali pia alitumia njia kama hii kumnasa Purab. Na
na sasa anatumia mbinu hizo hizo kwa bibi yetu. Unafikiria tutafanya nini sasa? Kwanza tuliona jinsi Purab alivyotutenga na sasa ni bibi. Unajua na maana kiasi gani kwangu? Hivi uliweza kuona jinsi gani ambavyo bibi aliweza kuniambia maneno makali leo? Ikiwa kama bibi atuelewi tunachokifanya, kuna maana gani sisi kuyafanya yote haya? Kaka, anamtumia bibi kama ngao yake. Ni hivyo. Kwa hiyo ni lazima tumnyang'anye ngao yake. Lazima tumdhalilishe mbele ya macho ya bibi. Yaani ni lazima tufichue mabaya yote anayoyafanya kwa bibi. Basi na bibi lazima ajue mkwe wake ana tabia gani. Tufanye hivyo. Ali, unafikiri ni rahisi kiasi hicho? Kaka, wewe usijali. Hiyo ni kazi yangu. Wewe mshawishi Purab anioe na mimi nitafanya hivyo. Sawa. Mimi nitamrudisha Purab katika maisha yako, lakini haraka sana nataka uniepushe na mwanamke mshenzi katika maisha yangu. Madawa. Inawezekana ikawa ni kweli unachokisema. Sasa ni kwa nini alikuoa wewe? Hapo ndo sielewi kabisa. Wala usijali. Kwanza sasa nitatoa huduma ya ziada kwa binti yako. Kwa nini nimwache? Anatakiwa ondoke katika nyumba hii. Suresh. Tafadhali, naomba niongee na wewe. Pragya, kuna jambo nataka niongee na wewe. Nitaka kuzungumza na wewe nje ya kituo cha polisi, lakini shangazi alikuwepo pale, kwa hiyo. Unaongea kitu gani Suresh? Unadhani kilichotokea kimetosha? Wala mimi sitaki kuzungumza kuhusu hayo kabisa. Suresh, tafadhali, sitaki kuongea kuhusu hili jambo. Naomba niache peke yangu. Mimi nilikuacha Pragya. Nisamehe. Angalia Pragya. Haijalishi kwa chochote kile, sitaweza kukuacha peke yako. Mimi bado rafiki yako. Yaani mpaka leo hii kile nikitazama dirisha lako, natamani kukuona na furaha. Dirisha lilishafungwa moja kwa moja Suresh. Na kuanzia leo na kuendelea hutaweza kuniona tena. Najua hilo Pragya. Lakini mimi nilikupigia simu ili niseme. Kwa nini umenipigia Suresh? Ili uniambie kwamba sitaki kujihisi niko peke yangu. Ni kwamba uko na mimi. Matatizo yote yale ambayo yapo katika maisha yangu ya ndoa ni kushirikisha, tuyajadili. Ndio unapotaka kusema. Suresh, sihitaji huruma ya mtu yeyote, wala sihitaji urafiki na yeyote. Chochote kile ambacho kinatokea, kiwe kizuri ama kibaya, hiyo ni shida yangu Suresh. Hauna haja ya kujiingiza katika hili hata kidogo. Mimi tayari nimekushaamua, nitakaa mbali na wewe. Sasa takubidi na wewe uliweke hilo akilini. Ninakuomba. Hakuna haja yoyote ile ya kunionea huruma. Na naomba usinipigie simu tena. Robin! Robin! Kahawa yangu iko wapi? Mwambie bibi anitengeneze kahawa yangu. Mkuu, hatujaonana na bibi bado. Nini? Amepatwa na nini? Mkuu, toka asubuhi bibi hajatoka chumbani kwake. Bibi! Bibi! Bibi, fungua mlango bibi. Kuna nini kwani? Bibi, fungui mlango. Nini? Bibi! Bibi, fungua mlango bibi. Bibi, tafadhali fungua mlango. Bibi. Mama, fungua mlango. Kuna nini bibi? Kwani huyu bibi Kizee amekufa au nini? Bibi, fungua mlango. Bibi, tafadhali fungua mlango. Bibi, tusikilize. Naweza kumuita mimi? Unafikiria nini? Kwamba atafungua mlango baada ya kumpigia simu? Bibi! Ngoja nikamwangalia kwa dirishani. Bibi, tafadhali fungua mlango. Bibi! Bibi, mimi Pragya. Tafadhali fungua mlango. Bibi, unatutia wasiwasi, uko sawa? Bibi! Bibi! Kaka, bibi. Bibi! Wala msijali, mimi niko sawa.
Bibi, nimekuchoka muda mrefu sana lakini hukuitikia. Lakini Pragya imeita mara moja tu na... Bibi, kwa nini usemi chochote? Sikuweza tu kuwasikia wakati mnaniita. Ndio maana muda wote nilikuwa kimya tu. Nilisikia sauti ya Pragya, ndio maana nikatoka. Na kuanzia sasa hakuna mtu yeyote atakayezungumza na mimi. Ikiwa mtu yeyote anataka kuzungumza na mimi, basi lazima azungumze na Pragya kwanza, na yeye ndio atakayeniambia mimi. Bibi, unaongea nini? Kwa nini usiongee na mtu yeyote? Inawezekanaje? Ndio nishasema. Hakuna mtu yeyote katika nyumba hii anayefuata ninachokisema. Kwa hivyo niongee na nani? Na ndio maana siwaamini tena. Lakini nakuamini wewe tu. Unayefanya nachokitaka. Kuanzia leo utazungumza na mimi. Na sio mwingine. Bibi, unasema nini lakini? Unajua kabisa kwamba mimi si lolote bila wewe. Na unajua kila kitu kuhusu mimi, kula yangu, jinsi ninavyokunywa, wakati niamkapo na ninapolala, hata kawa yangu pia bibi unaijua. Pragya, mwambie kwamba kuna watumishi wengi humu ndani. Atatengenezewa tu. Ndiyo, ikiwa hatopendezewa na kahawa utakayoitengeneza, nitamtafutia bibi mwingine wa kumtengenezea kahawa yake. Kwa pesa zake anazozipata, naamini bibi huyu atamtengenezea kahawa vizuri. Alafu Pragya, siku ya leo nilisikia nyimbo ya ibada. Iyo sauti ilikuwa inasikika kutokea wapi? Bibi, ilikuwa kitokea chumani kwangu. Pragya, tafadhali mwambie asiseme uongo. Bibi, kwa nini niseme uongo sasa? Wewe, usisimame tu hapa. Mwambie bibi kwamba sauti ya ule muziki... Bibi, anaongea ukweli. Sauti ya nyimbo ya ibada inatokea chumbani kwetu. Usithubutu kabisa kuunga mkono uongo wake. La sivyo sitaongea na wewe pia. Muongo mmoja anatosha kabisa katika nyumba hii. Lakini bibi, ni kweli. Nilikuwa nimefungulia huo muziki wakati nikifanya ibada. Haya, basi pumzika. Nakwenda kukuletea sadaka uonje. Hebu nisikilize. Kufanya yote haya kuna kuparaha kubwa, sio? Ulimwambia kitu gani bibi kiasi kwamba hataki hata kuzungumza chochote na mimi? Hivi unajua wewe? Unajua ni upendo gani nilokuwa nao juu ya bibi yangu? Kwa mara ya kwanza bibi yangu aliweza kuzungumza na mimi kwa njia hii. Nimemweka bibi yangu pamoja na nyimbo zangu hapa katika moyo wangu. Na kwa jinsi bibi alivyozungumza na mimi leo, kwa mara ya kwanza nimejisikia kuumia. Tangia utotoni kwangu bibi yangu hajawahi kunikasirikia hata mara moja. Lakini tangu wewe umekuja katika maisha yangu, wewe unataka kulipiza kisasi, sio? Basi lipiza. Lakini ikiwa utajaribu kunifarakanisha na bibi tena, basi Utafanya nini sasa? Utazidi kuiharibu maisha yangu. Na sitafanya kama unavyofikiria. Sitakulipizia kisasi. Sijamwambia chochote kile bibi, kwa sababu siwezi kufanya hivyo. Najua jinsi ya kujenga uhusiano na si kubomoa. Ninajua fika bibi aliongea na wewe maneno yote yale kwa sababu yangu mimi. Na ninajua ni kiasi gani unampenda bibi, kiasi gani unavyomheshimu. Na ninajua bibi hakutakiwa kuongea na wewe kwa namna kama ile Abi. Ilimbidi aelewe kabisa kwamba ukali wake lazima utakuumiza sana. Yeye hakutakiwa kabisa kukaa upande wa mtu baki na kumkandamiza mjukuu wake. Pindi watu wa karibu wanapokuumiza unashindwa kusahau. Ninajua hili na nalelewa vizuri sana. Nimekushawahi kuona chuki nyingi ndani ya macho yako, lakini nimekuwa nikiona machozi kwa ajili ya bibi pia. Ninajua ni jinsi gani unavyompenda bibi yako. Na pia ninaelewa ni jinsi gani mambo yote haya yanavyokuumiza. Kwa hiyo nitakwenda na kuzungumza naye. Nitakwenda kumwambia sikukasirikie tena na akusamehe. Mkono wangu
unanisikia? Niachie. Samahani. Wacha niende nikaongea na bibi. Samahani sana. Yaani inaonekana kabisa familia nzima iko hivi. Kaka? Kaka, unafikiria nini? Unajua nini Alia? Macho manne alikuja kuniona sasa hivi. Nilipomuuliza kuhusu kile ambacho alimwambia bibi, alichukulia poa sana na akanijibu kirahisi. Unajua amesema nini? Amesema kwamba bibi hapaswi kuongea na mimi kwa namna kama ile alivyokuwa ananiambia. Na kwa hiyo bibi anapaswa kuelewa ni kwa kiasi gani mimi nampenda. Na ni jinsi gani vile ambavyo nitaumia. Unajua, wakati nilipomkazia macho yangu machoni mwake, kwa mara ya kwanza mimi nilihisi kwamba anazungumza ukweli. Anayahisi maumivu yangu pia. Kuna kitu nakihisi Alia. Unajua, niliona ukweli fulani hivi kwenye macho yake Alia. Na ikiwa kama ni mkweli, basi vipi kuhusu mengine? Na kama anachokifikiria si cha kweli, basi nilichokiona kwenye macho yake ni nini? Bibi, kiukweli alikuwa akisema kwamba... Nyamaza kimya Pragya. Najua kila kitu. Amekutuma uje mtetee, wala sitaki kukusikiliza. Hapana bibi, nimekuja kuongea na wewe mwenyewe. Kwa sababu sipendi hata kidogo kwa sababu yangu mambo ya... Kwa hiyo inamaanisha kuwa kumwonesha koti hasira zangu yeye bado hazijamwathiri chochote? Wala usijali, mimi sintomsamehe kabisa. Hapana bibi, usiseme hivyo. Bibi, katika watu wote hapa duniani anakupenda sana wewe na kukuheshimu. Kama ukimkasirikia sasa atakwenda wapi? Hivyo najua bibi amekuwa akijisikiaje tangu ulipomkasirikia. Hawezi chochote mwenzako. Tafadhali msamehe basi. Pragya, usiingilie hili jambo. Niachie mimi. Mwanangu, mimi namfahamu vizuri. Ni mjukuu wangu. Mambo yetu sisi wawili hata usiingilie. Nitamudu tu. Lakini bibi, ungejaribu we, hata usijali. Mimi mwenyewe najua nitakavyomshughulikia. Sawa? Sijui bibi atakuwa na hasira mpaka lini. Huu ndio ukweli kaka. Hii ni nini? Hii ni sanaa ya uchanganyaji. Kumiliki. Kudhibiti mtu kupitia macho. Watu hutumia sana hii wakati wanadhibiti watu wengine. Na ninavyosikia kwamba inafanya kazi kweli. Unajua, huwa wanafanya kama uchawi vile. Katika hayo macho yao wanayotumia. Sio kihivyo kaka. Nina uhakika alitumia mbinu hiyo hiyo kwa bibi na Purab. Vinginevyo, mkanganyiko wa namna hiyo katika mahusiano ya miaka mingi sio rahisi kaka. Hebu fikiria, hukuwa unatamani kabisa kuiona hata sura yake, halafu ghafla tu umeanzaje kumtazama machoni kwake, na mpaka sasa maongezi yake yamekuwa ni ya kipuuzi tu. Ali anajua ninachokimaanisha, lakini sikuwahi kufikiria kwamba huyu Miwani atakuwa mtu dhalili kiasi hiki. Nahisi umesema kweli. Leo wakati nilipokuwa nikiongea naye, nimeweza kuona macho yake tu yani. Kama nisingemsikiliza kisingetokea chochote. Asante Mungu bora ulivyoniambia. Kuanzia sasa sitomtazama tena machoni. Kaka, wewe unaweza usimuangalie, lakini yeye hataacha kukuangalia. Kuna suluhisho moja tu. Lazima tuondoe upumbavu huu hapa nyumbani. Unatakiwa kuwa makini sana na Purab, na mimi kisha nitapambana na huyu. Nitamfundisha miujiza halisi.
Chukua malipo yako. Yaani tukitaka mboga nzuri hatupati hapa sokoni. Itatubidi twende soko jingine. Sawa Ndiyo, lazima tukachukue huko. Huyu si ni Rachna? Ndiyo, ni Rachna. Ni kama anahisi kizunguzungu. Ndiyo. Kuwa mwangalifu taratibu. Kuna nini? Shangazi, nimeshangaa tu ghafla nasikia kizunguzungu. Hautaki kuondoka nyumbani peke yako katika hali kama hii. Taratibu. Janki, tufanye hivi, inabidi tumpeleke nyumbani kwetu. Madvi tu atakaporudi na yeye ndo ataenda. Taratibu Twende. mwanangu. Juju ni nini? Juju inahusiana na mambo ya kishirikina. Inawezekana vipi kwa ushirikina? Ni sanaa hii. Sanaa. Sawa. Hii ni sanaa ambayo unaweza kudhibiti akili ya mtu kwa macho yako tu na vilevile unaweza kumfanya utakavyo. Na ni ukweli mkubwa. Mtu yoyote asipojua hayo mambo basi anaweza kukufanya uwe mtumwa kabisa kwa huyo mtu anayeyatumia. Kwa hiyo ni kitu ambacho kina nguvu ya kumwongoza kabisa mtu. Kwa hiyo inamaanisha hali alikuwa sahihi. Kwanza alijaribu uchawi huu kuweza kulinasa penzi la Purab, na sasa unaojaribu tena kwangu. Yote hii ni sababu ya ujanja wa macho yake. Anataka apate habari zangu zote. Anataka apate taarifa za akaunti ya benki yangu pamoja na namba za siri na mikataba yangu. Lazima nipate suluhisho la kuzuia yote haya. Njia 10 za kujiokoa mwenyewe kutokana na Juju. Usikutanishe kabisa macho yako na mtu ambaye unamtilia mashaka. Hakikisha unakaa naye mbali kila wakati. Kila unapokutana naye, jibu maswali yake kwa mkato. Sawa. Na pia, kwa nini uko hapa? Nimekuletea kahawa yako ipendayo. Staki. Sijaitengeneza mimi, ameitengeneza bibi. Nilimwambia kwamba nataka ninywe mimi, hivyo akanitengenezea. Staki nimesema. Sawa. Naitaka. Nipe. Fanya hivi. Iweke hapo. Iweke. Nishaiweka. Vipi, uko sawa kweli? Ndio, kwa nini? Baada ya kuchukua kikombe cha kahawa, kuna shika kasha la peni? Ninajua. Nilikuwa nahakikisha tu kama miwani yako inafanya kazi vizuri. Haina shida. Anahitaji miwani si mimi, bali ni wewe. Mimi niko hapa alafu naangalia huko kwani? Kwani unakuja mbele yangu sasa? Nenda nje, mimi na shughuli nyingi za kufanya. Sasa uzifanye. Nitawezaje kufanya kazi zangu kwa umesimama mbele yangu kama hivi? Wala sina haja kujivuruga mwenyewe mbele yako bwana. Sitaki kujivuruga mwenyewe kwa kuangalia machoni mwako. Hakuna kitu, wewe nenda. Ni kwa nini uliamua kutoka nyumbani peke yako ukiwa na hali kama hii? Umekuwa dhaifu sana Rachna. Ni kwa nini hauli vizuri? Haya, kunywa juisi. Ni kwa nini unaniangalia hivyo? Kunywa juisi. Sala, atawezaje kunywa juisi kwa kumpigia kelele hivyo? Nini kingine nifanye mama? Huyu msichana ni mzembe sana. Ikiwa kitu chochote kitamtokea, basi mtoto wake lazima atapata tabu. Subiri, mimi nitakulisha. Fungua mdomo. Haya. Vizuri. Utapata nguvu ukiwa utakunywa yote mwanangu. Sasa ni lazima umalize hii. Shangazi, wewe ni mzuri. Unamjali kila mtu, iwe kwako au mgeni. Una moyo mkubwa sana. Lakini kwa nini mpaka sasa hivi umemkasirikia kaka Suresh? Kuna sababu gani zinazokufanya ushindwe kumsamehe? Na kwa nini haiwezekani kila kitu kikarudi katika hali ya kawaida? Nijibu shangazi, inawezekana. Janki, nenda kule haraka na ukaoshe vyombo. Uache mimi niende nikaangalie kule uwarazani.
Kwa nini unajifanya kama wewe ni mkorofi? Mi najua kwamba huwezi kuwa na moyo mgumu kama jiwe. Ikiwa utataka, kila kitu kitaweza kuwa sawa. Shangazi, kila kitu kinaweza kuwa kawaida. Rachel, hivyo po sawa, nimekuja kujua kwamba usithubutu kuingia katika nyumba hii tena, na wala usithubutu kukanyaga ndani ya nyumba hii. Kama sitaki kukuona. Ndiyo kaka, nilikutana na shangazi hapo nje. Hakuridhishwa na hali yangu, hivyo akaamua kunileta hapa kwake. Niko sawa sasa. Hauwezi kutembea kwa makini wewe. Wakati wote wewe miguu yako inateleza tu. Unarukaruka kila wakati tu. Ingia ndani. Subiri. Chukua hii. Asante shangazi. Sio ya kwako. Nampatia Rachna. Tunawapenda mabinti zetu kuliko kitu kingine chochote, na tunavumilia shida za aina yoyote ile, lakini hatuwezi kuvumilia shida za binti zetu hata kidogo. Kuwa mwangalifu mwanangu. Kuna nini? Kwa nini unachukulia kana kwamba ndo mara ya kwanza nakuja kwako? Mbona imekuwa ni ghafla? Kwa hiyo nilifikiria hujaacha chaguo lolote lile kwangu Purab. Kwa hiyo imenibidi nitumie njia ya kizamani kwa kuja kwako. Hata hivyo, kwa nini wewe ukuja? Ulipotea tokea baada ya sherehe ya harusi tu. Kwa nini? Hauwezi kuvumilia furaha yangu ama? Hautaki kuendelea na urafiki na mimi, ndio? Umenikasirikia, sio? Una hasira? Naongea na wewe nijibu. Au kwa sababu sikukualika katika harusi yangu ama? Au ni kwa sababu mimi niliweza kukupiga makofi? Kama una hasira na mimi nipige basi. Nipige. Piga utoe hasira zako. Kwa nini hutaki kunipiga? Nipige Purab. Mimi nina hadhi kubwa, lakini wewe una hadhi kubwa zaidi yangu mimi. Na hadi hapo hadhi yako itakapokuwa kubwa, kwa hivyo ndo tuwezi kuwa pamoja. Kwa hiyo nipige Purab. Kwa hiyo nipige Purab. Nipige he. Sikiliza Purab. Najua kwamba hili linakuathiri sana wewe, lakini mimi linaniathiri zaidi. Nakosa usingizi usiku kucha na kuwaza wewe tu Purab. Hatukuwa na kitu chochote kabisa hapo awali, lakini sisi tunaweza kupambana pamoja na kumiliki kila kitu ambacho tunakimiliki hivi sasa. Tulipata jina pamoja na pesa tukiwa wote Purab. Tulifanya kila kitu tukiwa pamoja. Kwa nini leo hii tushindwe kwa pamoja tena Purab? Nipige basi kama unataka. Nipige Purab. Lakini tafadhali, nakuomba usiende mbali na mimi. Mimi siwezi kuishi bila wewe Purab. Siwezi kabisa. Usiotaki kunipiga.
Sawa, basi tuunganishe mikono yetu. Nishinde basi, nishinde. Lakini nahitaji matatizo yote yanayoendelea tuyamalize leo. Hata kama nilikuwa na makosa niambie tu na mimi sitoendelea kukusumbua tena. Unakala nini Purab? Hebu zungumza chochote. Usikae kimya tu Purab, zungumza. Nisamehe rafiki yangu, naomba unisamehe. Sina hasira wala kisasi chochote kile zaidi ya kukubali urafiki wako. Sina rafiki yoyote zaidi yako wewe. Bila uwepo wako wewe, nilikuwa nateseka sana. Hata hivyo, nilikuwa nikikesha usiku kucha. Sikupata usingizi wala sikuwa na amani ya moyo. Nilikuwa nafikiria nitawezaje kuja kwako, lakini sikuwa na ujasiri huo. Hivi unahitaji ujasiri? Unahitaji ujasiri wowote wa kuzungumza na mimi Purab? Nisamehe sana. Mimi najua yote yametokea kutokana na maamuzi yangu yasiyokuwa sahihi. Hili ni kosa langu mimi, na wala sikuwa hata na ujasiri wa kuweza kuyatazama macho yako Abi. Ila kwa kuwa sasa hivi umerudi, basi nimempata rafiki yangu na ujasiri wangu umerudi. Sasa hivi nitafanya chochote unachokitaka. Si unataka nimuoe Alia, si ndio? Sawa, mimi niko tayari kumuoa Alia. Na kuahidi muda wote uliotaka usema mimi nifunge ndoa na Alia, basi mimi niko tayari. Ila unisamehe. Lakini Purab, mimi siwezi kuamua chochote kile juu ya ndoa. Kwa sasa hivi ni lazima uzungumze na Alia pamoja na bibi kwa ajili ya ndoa. Itabidi ufanye hivyo Purab. Mimi niko tayari kaka. Nitakuja kuomba msamaha kwa kila mtu. Nitamwomba na Alia msamaha na kisha nitamuoa. Inaonekana juju za yule miwani zimeisha. Ndio maana Purab ameweza kunielewa. Furaha itaanzia pale Purab atakapomchumbia Alia. Atapomuoa Alia mbele ya yule mwehu. Sipo tayari kabisa kuukosa huo wakati. Mama alitupigia lakini mpaka sasa hajafika. Imetosha sasa. Mimi wote nimewaita hapa ili mwezi tu kutatua shida yangu. Lakini nyinyi mnaendelea na shughuli zenu. Mama. Nini tatizo? Utajua nini wakati wote umekaa nyumbani? Huna lolote lile. Kitu kimoja tu ambacho nakijua wewe ni kuchezea tu hii simu yako muda wote. Mama, hata kama akijua atakuja kufanya nini bwana? Hana lolote la kufanya. Hivi, kwa nini wewe ufanye kitu chochote kile? Mnawezaje sasa? Ni hivi, Pragya anaungwa mkono na wizara na anasaidiwa na kila mtu. Yake anamwendea tu. Na wewe mama, kama wewe huwezi kusema kitu chochote kile, mimi nitawezaje sasa? Kazi yako ni kula tu muda wote. Na wewe, wala ufungua huo mdomo wako. Nipe wazo lolote lile. Wazo ni kama hivi. Wakati adui yako anapokuwa na nguvu sana, unashauriwa ukajiunge naye. Unaonaje? Pragya hatakupa nafasi hiyo, kwa hiyo cha kufanya ni kitu kimoja. Jisalimishe mwenyewe. Utakuwa umetisha kweli. Yaani uko sahihi kabisa baba, unachokiongea ndio hivyo. Hawa watu hawana maana kabisa. Kabla huyu bibi hajafanya maamuzi yake na kumpa kila kitu na pesa zote huyu Pragya, nitalazimika kufanya kitu. Banti uko wapi? Sitakuacha nakwambia. Shangazi, umemwona sehemu yoyote ile Banti? Hapana, kwa nini? Unajua nini? Banti ameiba penseli yangu. Halafu mimi nina kazi nyingi za shule za kufanya nyumbani. Hiyo ni mbaya sana. Haya, sasa utafanya nini kama ukimwona Banti? Kwanza mimi nitachukua penseli yangu, halafu nitamaliza kazi yangu ya nyumbani na kisha nitazichana kurasa zote za kazi yake ya nyumbani ili akienda shule apate kuadhibiwa. Sasa hiyo ndo mbaya kabisa bwana. Kwa hiyo ni sawa mimi nikienda kupigwa huko shule? Kila kitu hakipo sawa. Tutafanyaje sasa? Sawa, kama nikifanikiwa kurudisha penseli yako kwa miujiza, kwa hiyo utaweza kumsamehe Banti? Kwa hiyo naweza kufanya miujiza? Sawa, kama penseli yangu ikirudishwa basi mimi sitamsumbua tena Banti. Basi wacha nifanye miujiza yangu. Abrakadabra, mwana miujiza. Penseli sasa hivi itajitokeza. Penseli jitokeze sasa hivi kwenye mikono yangu basi. Njoo mwana. Bablika fanye kazi. Hii hapa penseli. Wow, shangazi, wewe ni mwana mazinga ombwe. Asante shangazi. Asante sana. Haya, haraka kamalizia kazi zako. Sawa shangazi. Safi. Sikiliza Banti, ulikosea sana. Ala?
Nimeenda leo kutembelea duka la vito. Yaani wana vito vizuri kweli. Nilitamani hata kukununulia. Lakini nikafikiria kwenye ndoa yako nitapata vitu vingi zaidi kwa sikununua chochote. Hivi nifanye nini ili kumfichua huyu mpuuzi kwa bibi? Alia, kwani ndoa yako itafanyika lini? Kwa sababu ilitakiwa kuamuliwa na Purab, si ndio? Sasa utaolewa na yeye au la, ama kuna tatizo lolote? Yaani hata kama hakuna tatizo, wewe utaleta tu tatizo. Mara nyingi nimeshakwambia usipende kuingilia maisha ya wengine. Oh, umezidi sasa. Nilichofanya mimi nimekuuliza tu. Ungenijibu tu vizuri, ala? Purab. Natamani hata ningeomba kitu kingine leo. Pengine hata ningeweza kujibiwa. Fanya chochote kile, lakini usimwangalie machoni mwake. Vinginevyo atakuangia tena. Macho ya nani? Nilikuwa namaanisha, namzungumzia Alia. Wakati unapomwomba msamaha, mwangalie machoni mwake. Inafanya kazi. Alia. Alia, Purab anataka kusema kitu kwako. Hebu subiri kwanza. Kuna mtu anataka nimwite ili aweze kushuhudia hili jambo linapoendelea. Kwa sababu bila yeye, mimi wala siwezi kufurahia. Nitarudi. Sasa kwa nini wamesimama hivi? Yaani utadhani kama hawafahamiani hivi? Mitali, kuna jambo liko sawa hapa. Sikiliza, nimeshakwambia niko busy. Uko busy? Hata hivyo, hakuna kitu maalum kwa ajili yako pale. Lakini